Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imetoa uamuzi mdogo kuhusiana na maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ya kuomba kuunganishwa katika kesi namba 8323 ambayo ilikuwa imeletwa na Saidi Issa na wenzake wawili, Ahmed Rashid na marehemu sasa Maulida Anna Komu ambaye amezikwa jana. Sasa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kwamba aunganishwe katika hiyo kesi. Maombi hayo yalikuwa yamesikizwa na Jaji Hamidu Mwanga na ilikuwa imepangwa mara ya kwanza uamuzi ungetoka tarehe 25 ya ule mwezi wa 3 mwaka 2026, lakini kutokana kwamba faili ilikuwa limeitwa mahakama ya rufaa, basi akaamua kusogeza kwamba kesi itakuja tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Na baada ya maamuzi yamesomwa na msajili na katika uamuzi wake ni kwamba amekataa kumuunganisha ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu. Anasema kwamba mbali ya kwamba yeye ni mwenyekiti wa chama, lakini kwa kuwa ameleta katika nafsi yake na si katika nafasi yake ya mwenyekiti wa chama, basi hana maslahi ya moja kwa moja, na kwamba amri ikitoka kwamba kile cheo kinaweza kukaliwa na mtu yeyote mwingine, sio lazima awe yeye. Kwa hiyo yeye kuingia kwa nafsi yake si sahihi, kuomba kuingia kwa nafsi yake. Kwa maana hiyo amekataa na kusema kwamba anaweza akaja kama shahidi. Kwa hiyo ndio ambacho kimetokea na maombi hayo yamekataliwa. Lakini cha msingi tu ni kwamba hii kesi hivi sasa haipo tena kwa Jaji Hamidu Mwanga, iko kwa Jaji Ngunyale, kesi ya msingi namba 8323, na ile kesi itakuja tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ambako yale maagizo ya mahakama ya rufaa ambayo yalisema kwamba uangalie kama hii kesi ililetwa ndani ya muda, kama je ililetwa ndani ya ule muda wa miaka 6. Madai ya namna hiyo yanatakiwa yaletwe tokea ndani ya miaka 6 tokea mgogoro ulipoanza. Sasa katika uamuzi wa leo wa Jaji Hamidu Mwanga, wakili wa upande wa Saidi Issa, Ahmed Rashid pamoja na marehemu Maulida Anna Komu alisema kabisa tena kwa msisitizo kwamba mgogoro ulianza mwaka 2016 kabla Tundu Antipas Lissu hajachaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa haya yote tutayapeleka vizuri kabisa katika mbele ya Jaji Ngunyale ili aweze kutusaidia kutuambia, je, 2016 mpaka 2025, je, hiyo ni miaka mingapi? Ni miaka 6 au ni miaka 9? Basi uamuzi utafanyika tarehe hiyo. Asante. Hiyo kesi nyingine bado, kesi ya uhaini hatujapata tarehe, kwa sababu kesi iko mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa ndio ambayo inatakiwa ipange kwamba kesi itasikizwa lini, kwa sababu unapopeleka mahakama ya rufaa huwa zinapangwa katika mfumo wa muundo wa majopo au vikao. Kwa hiyo ni jaji mkuu ambaye ana jukumu pamoja na msajili wa mahakama ya rufaa ambao wanatakiwa kupanga hizo kesi zije lini. Lakini madhari ni kesi ya jinai na ni kubwa kushinda zote kesi ya uhaini. Ni rai yetu kwamba hakuna kesi kubwa kama kosa la uhaini au kesi ya uhaini, na madhari ndio kosa ambalo limetamkwa na katiba ya nchi. Kwa hiyo uendeshaji wake unatakiwa uwe wa haraka, na ukumbuke mwenyekiti Tundu Antipas Lissu yuko gerezani, anastahili kumana akiwa gerezani ile haki yake ya uhuru imebinywa, kwa sababu inakatazwa na sheria hawezi kupata dhamana. Kwa hiyo kwa misingi ni kwamba inatakiwa kesi yake isikilizwe haraka. Hiyo imepelekwa ni maombi yale ya serikali, umepeleka kule hiyo kesi ya mapitio. Basi ni rai yetu kwamba kesi hiyo iitwe haraka, ipangwe, ukweli ujulikane kama serikali walikuwa sahihi katika maombi yao au sivyo, na ili mwisho wa siku jopo la majaji hapa wa Mahakama Kuu waweze kuendelea kusikia kesi na kuitolea uamuzi. Asante.